Ninaanza kwa kukupeleka shehia ya Piki mkoani Kaskazini Pemba hapa Zanzibar, ambako mwaka jana mradi wa Pamoja Zanzibar au ZJP uliendesha kampeni ya kaya kwa kaya kwa lengo la kuboresha kilimo cha migomba. Mashamba darasa yameshamiri na ndizi zimeanza kukomaa. Nasoro Mbao Hamadi, katibu wa kikundi cha wakulima hawa kiitwacho Tumuombe Mungu, ni shuhuda wa mafanikio. Baada ya mafunzo na kupanda matumaini hapo, kwa sababu hata roho zetu sasa zimekaa tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Tofauti, migomba imekuja vizuri, imestawi na inaonesha matumaini. Wito kwa wengine, jamii tubadilike, waje waangalie, waige. Wakulima wengi sasa wanatumia mbinu bora kama matandazo, nafasi sahihi ya upandaji na utunzaji wa udongo. Mkulima wa migomba Mchanga Faki Hamadi anafunguka. Tulikuwa tukilima kikawaida tu, tukichimba shimo la kawaida kama pengine nusu mita, kisha tukatia mgomba yetu bila kutengeneza kwa aina yoyote inavyokuwa. Tulipiga mashimo kwa kiutaalamu. Yaani shimo tulikuwa tukilipiga mita moja marefu chini na mita moja mapana. Alafu kisha baadaye baada kushalichimba lile shimo letu tukachukua mche wa mgomba. Sasa lakini mche wa mgomba ikawa tunauchonga ule yale magamba ya juu yale yote ili kuua wale wadudu. Wakishachonga mgomba wanatumbukiza kwenye maji yenye moto ili kuua vimelea. Kwa Bi Hamade sasa ni shukrani na matarajio yake. Tunashukuru sana kutupa mafunzo hayo hapo, na tukiendelea na migomba yetu. Alhamdulillah, tunaendelea tena, atuzidishe tena. Tutauza ndizi, tutapata riziki ya pesa, tutabadilisha hata matumizi ya nyumbani, atakuwa kidogo, atakuwa na maendeleo kidogo tofauti na hapo zamani tulivyojiwekea. Mafunzo haya ya kilimo cha migomba yanalenga vikundi 30 katika mikoa ya Kaskazini Unguja na Kaskazini Pemba. Sasa unajiuliza kwa nini migomba? Mohamed Mlekwa ni afisa Wizara ya Kilimo Zanzibar. Miongoni mwa mazao ambayo serikali wizara ambayo imeyatenga ni zao la mpunga, zao la muhogo pamoja na zao la migomba. Kwa hiyo ilimo katika sera yetu, na tumeona ni zao ambalo ni zao la kimkakati ambapo ni rahisi kulimika, ni rahisi kulifanyia usarifu na ni rahisi kuuzika, na ni zao ambalo linahitajika kwa muda wote. Ni kwa kutambua hilo, sasa mafunzo yameelekezwa kwa wakulima shehia ya Mapofu hapa mkoa wa Kaskazini Pemba. Kwanza kinadharia, na kisha mafunzo kwa vitendo kwenye mashamba darasa kwa wanawake, vijana na makundi maalum. Omar Ali Omar, mkuu wa kitengo cha wakulima kisiwani Pemba, akawa na ujumbe kwa wakulima waliopatiwa mafunzo. Huu ni mradi lakini uko chini ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Maana serikali ndio iliyofanya hivi, iliyoleta kwetu hili kwa ajili moja tu jamani, ya sisi kujiongezea elimu ya mambo haya ya kilimo ili na sisi tuweze kufaidika zaidi. Sasa jamani, tusione kwamba sisi kilimo hawa wenzetu waliotoka huko kwamba wamekuja tu kwa ajili ya manufaa yao, wamekuja kwa manufaa yetu sisi na serikali yetu. Tunajulikana kwamba sisi Pemba ni wazalishaji wakubwa wa ndizi katika visiwa hivi viwili, lakini ndizi zetu jamani hazina ubora. Wale wenzetu wanaokuja huwa wanashangaa, nyinyi mbona mnasafirisha sana ndizi, kila meli ikenda ina ndizi lakini hakuna ubora, kwa nini? Kumbe tatizo letu sisi liko hapo katika elimu ya uzalishaji. Inawezekana kwamba tushapata elimu lakini hatuitumii. Niwaambieni kitu kimoja jamani, katika sekta muhimu duniani hakuna kitu muhimu kama kilimo. Sasa naomba kitu kimoja, sababu elimu hii tayari mshaipata, nyinyi wenyewe ni mashahidi kwamba unapofanya hivi unapata ndizi kubwa, lakini unapofanya vingine vyovyote unapata mavuno madogo. Jamani, tubadilikeni. Serikali inataka tubadilike ili ifikie wakati sisi iwe ni wazalishaji wazuri, sio wazuri, na ardhi tunayo, maji tunayo, yani tuna kila kitu ambacho Mungu katuachia. Wahenga walinena, mwenda tezi na omo, marejeo ngamani. Sasa jua limezama, wakulima wanafunzi wanarejea nyumbani. Kutoka hapa Kaskazini Pemba, mafunzo yameelekezwa kisiwani Unguja, Zanzibar.